kwa sababu sikutegemea kabisa kusikia kitu kama kile kutoka kwako. Na kutokana sikuwa sawa, nikaona nisingeweza kutoa maamuzi yoyote kwa wakati ule. Ndio maana nikakwambia uniache kwanza nikapumzike. Tutazungumza tena wakati mwingine. Na kwa sasa hivi najiona nipo sawa. Tunaweza tukaendelea. Sawa kaka, hamna shida. Mimi nipo tayari. Na nitakujibu kila swali utaloniuliza. Na kila unachohisi una mashaka nacho, niulize tu, niko tayari. Kwa sababu sitaki tena nikufiche kitu. Na nataka ujue ukweli wote kuhusu mimi, ili usiwe na hofu kuhusu mimi. Kwa hiyo kuwa huru kaka, na kusikiliza. Kwa hiyo wewe ni nani? Mimi ni binadamu, na tena ni binadamu wa kawaida kama mlivyo nyinyi. Leo tofauti, mimi nina nguvu za ajabu na nyinyi hamna. Na hizo nguvu za ajabu wewe umezitoa wapi? Hizi ni nguvu za asili tu ambazo nimezaliwa nazo. Na nilikuwa hivi tangu nilipokuwa mtoto. Na hata mtu aliyokuwa ananilea aliniambia hizi nguvu ndio sababu ya mamangu kufariki baada ya kunizaa. Na alikuwa anasema kwamba nilivyozaliwa tu nilikuwa nafanya mambo ya ajabu, hata wenyewe alikuwa anashangaa. Lakini kwa kule mama alikuwa ananilea, alikuwa ni mteule. Kwa hiyo hakuwa na mashaka. Kwa sababu na yeye pia anaelewa kuhusu hizi nguvu. Mteule ndo nini? Mteule ni watu ambao wanazaliwa na nguvu za ajabu kama nilivyokuwa mimi. Lakini hatupo wengi, tunakuwa ni wachache sana duniani. Kwa sababu hiki ni kama kipawa tu mtu anazaliwa nacho. Na lengo kuu ya hii pawa ni kwa ajili ya kujilinda na kusaidia watu. Ndio kama nilivyokuwa nafanya kwako, kusaidia. Na unatumia vitu gani sasa? Je, kuna mikoba, vibuyu au hirizi umeachiwa ndo zinakusaidia kufanya hivyo? Hapana, situmii kibuyu wala hirizi. Ni nguvu tu za asili zipo ndani yangu. Na huyo mama ambaye alikuwa anakulea yuko wapi sasa? Yupo, ila kwa sasa sijui anakaa wapi. Kwa sababu nilisikia pale alipokuwa anakaa amehama. Sasa ikawaje mpaka akakutelekeza mitaani? Wakati yeye ndo alikuwa anafahamu vizuri kuhusu wewe. Na alikuwa anafahamu pia kuhusu hizo nguvu zako. Na yeye ndo alikuwa anakulea. Ikawaje mpaka ukaanza kuishi mitaani? Wala kunitelekeza, ila ni mimi mwenyewe niliamua kuondoka. Uliondoka mwenyewe? Kwa nini? Ni kwa sababu hakuwa mwaminifu na alikuwa anatumia nguvu zake vibaya. Kama vile kuonea watu na kuwanyang'anya nguvu zao. Na hata nilipotaka kumshauri, hakutaka kunisikiliza na alikuwa mkali. Na mimi siku zote napenda watu waaminifu, wa kweli na wanathamini wenzao. Kwa hiyo kutokana na tabia zake za ubinafsi, nilishindwa kuishi naye. Ndio nikaamua kuondoka na nikaanza kuishi mitaani. Na ndio mpaka ile siku nilipokutana na wewe. Na kwa bahati nzuri, wewe ni mtu mzuri, una upendo na upende kuona mtu mwingine anaonewa, kudhulumiwa au kunyimwa haki yake. Kwa hiyo kutokana na hizo tabia ulizonazo, nilijikuta tu napendezwa kukaa na wewe. Na sitamani kuishi mbali na wewe kwa sababu najisikia salama nikiwa kwako. Kwa hiyo kwa sababu ushajua ukweli kuhusu mimi, na naomba usije ukanikataa na usiniweke mbali na wewe. Kwa sababu wewe ndo mtu pekee na naweza kuelewana naye. Kasongo. Hivi wewe unahisi mimi naweza nikafanya upuuzi kama huo? Yaani kwa akili yako tu ya kawaida mimi ninaweza nikafanya ujinga kama huo? Tena naomba unisikilize kwa makini. Tena unisikilize kwa makini sana. Yaani kuanzia hapa tunavyoongea. Narudia tena. Kuanzia hapa tunavyoongea. Hapa ni kama nyumbani kwenu. Na siku zote utakuwa hapa. Na siwezi kuwa mbali na wewe hata kitokee nini. Kwa sababu mimi ni kama baba yako. Kwa hiyo usijali. Siwezi kukutupa au kukuacha hata kitokee nini. Hebu kwanza sogea. Huyu ni jini au malaika? Mbona afanyayo yanasajabisha? Huyu ni nani? Au labda ndo nabii? Mola kamshusha tusaidie, au ndo karudi masi.